wakati wa mahabusu ya michezo, ni siku nyingine nzuri kabisa, tarehe 23 ya mwezi Oktoba. Tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumzia kimichezo. Mimi naitwa Justa Julius, jina lingine unaweza kaniita mahabusu ya michezo kwa sababu leo nimeitwa sasa hivi naitwa mahabusu. Sijui niende tu hivyo hivyo, jina langu liwe mahabusu, lakini nipo na Steve Martin pamoja na Raymond Elias. Mfungwa namba 1. Mfungwa namba 1. Unakumbuka nani leo? Sio mfano mzuri, sio mbaya. Pale msalabani pale. Wale wote walikuwa wamefanya makosa ndio maana wakahukumiwa. Kwa maana yule upande wa kulia yule alikuwa ni nani? Yule ndo mnyang'anyi. Sasa hapo nitakudanganya. Kumbukumbu hapo. Na yule upande wa kulia kuna mmoja alikuwa mwizi. Ndio. Mimi nafahamu kwa yule mwizi. Sasa ukiniambia upande hapo. Ule upande wa kushoto nafikiri alikuwa mzinzi. Eti au watatukumbusha Malcolm si yupo anajua Biblia. Lakini mimi ninachokumbuka ni kwamba yule upande wa kulia alikuwa mnyang'anyi, mwizi ambaye sasa ndo kama mimi, si ndo upande wako wa kuume. Afu aliyemuuliza kwamba kuna mtu aliuliza swali pale, wewe umefanya kwa nini? Mimi nilikuwa mwizi, mnyang'anyi, yule upande wa kulia mimi nilikuwa mzinzi. Wa kulia itakuwa wa kulia. Si unaona hata ulikokaa wewe. Wa kushoto ndo alikuwa. Usijaribu kuflip script yani ilikuwa mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Ilikuwa kama Mathayo 25 hivi. Hiyo mtoka kusoma sasa hivi. Hiyo kasoma leo hii. Hapana. Hata tunakisia kwa sababu ufufuko ulikuwa kama Mathayo 28. Kuteswa ilikuwa kama Mathayo 22. Maeneo hayo. Kwa hiyo tutaangalia, tutakuja nayo kesho. Sema aliyetengeneza ile movie. Unajua kwa yaani hapa internet tu inanisumbua, lakini cha kwanza kabisa nimekutana na majina yao. Majina ya uigizaji au ya pale? Majina yao wale wenyewe walosulubishwa ni. Basi tutatembe majina. Dismas na Gestas. Dismas Tone. Wewe jina gani kabla hajataja tabia au upande? Basi mimi Dismas. Ndio upande gani? Alafu mimi mwingine nani? Gestas. Okay. Kesho utakuja kuambia nani alifanya nini. Tutakuja kuambia kesho. Haya, mabusu endelea. Na nani alikuwa upande gani? Kabisa. Lakini pamoja na yote haya pia mbeti I wish ningesimama ili nionyeshe. Wewe unayo? Okay. Safi kabisa. PM bet. Ugali wako. Vizuri. Na mimi niko na uzi wa Singida hapa. Lakini pia mbeti hapo. Fanya hiyo. Geuka. Hapana, sikuatulia. Najua hiyo. Mbeti iko hapa. Pia mbeti iko hapa. Sasa ndio waoneshe. Mbona mimi nimekuwa rahisi tu nimefanya kwangu iko hapa. Kifuai. Sasa mimi kwani wewe na yeye mnafanana? Tuendelee. Sawa, www.pmbet.co.tz. Hii website ukiitembelea ukabashiri ama ukacheza kasino unashinda magari. Kuna Toyota ST, kuna Toyota Harrier. Muhimu ni kucheza mara nyingi zaidi kokote pale ambako unaamua wewe kucheza kupitia website ya PMBet. Kote kuna washindi. Au kwenye _149 *23 alama ya reli uko na kopio na nafasi ya kushinda Toyota IST. Bwana, tunaanzia Simba leo. Kwa wanalunya timu pekee kutoka Tanzania ambayo ilishinda mabao mengi ugenini kwenye hatua ya pili. Naongezea timu pekee ya Tanzania ambayo inashindania tuzo 2 kwenye tuzo za CAF msimu huu. Kabla hujaendelea hapo kwenye tuzo hapo. Jana tulikuwa tuna mjadala hapo tunazungumzia kuhusiana na hizo tuzo Tukazungumza nafasi ya Simba, tukazungumza pia nafasi ya Kapombe. Kwa sababu Kapombe ndio ipo kwenye kinyang'anyiro cha kugombania. Hawapati. Tuendelee. Wenyewe kuwa nominated tu ni tuzo pekee, washapokea tuzo. Hapo mpo sahihi. Hiyo ndio ile watu wanaokabidhi tuzo ile wanasema, kwanza kabisa kabla sijatangaza mshindi napenda kuwaambia nyinyi wote mlioko hapa tayari ni washindi. Sasa kama si wote washindi kuna haja gani ya kumsema mshindi? Yaani washindani huwa always wanakuepo. Na ukiangalia kwa sababu sikuchangia mjadala, kwa nini nilidakia kabla hata hujamaliza kwamba Simba hawezi kupata? Pale wanaangalia timu gani kwenye CAF Interclubs kwa sababu zile ni tuzo za CAF kulingana na mashindano yote ya CAF. AFCON, CAF Interclubs za kwa maana Champions League na Confederation, na kombe gani lingine na Super Cup, ndio? Kwenye hiyo michuano yote wanatafuta timu moja bora na mchezaji mmoja bora. Timu bora, kuna timu imechukua makombe 2 kati ya hayo, utasemaje sio timu bora? Yaani wewe unamopita huko ndo alikopita Lei na Mkenge jana. Yaani ni kama wameacha alama za viatu alafu mimi ndo nakanyagia kwa juu unazifuatisha. Basi Pyramids atachukua hizo tuzo zote na Maela atachukua. Sasa Kapombe amesema hivi.
Sisi kama timu tutaenda kupambana ili kufika fainali ya klabu bingwa barani Afrika na kulichukua kombe hili kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza wanaenda kupambana na kwenda kulichukua kombe. Hiyo smile sijaipenda. Hiyo smile yako hiyo sijaipenda. Kwa nini hujaipenda? Smile inazungumza yani kama unasema aha. Muda umefika sister wa kuchambua yani wa Simba kuchukua ubingwa. Simba kuchukua ubingwa. Maana mimi smile yangu nimeona kama ulikuwa unaweza kufika hata misimu 4 nyuma lakini ni wao tu namna gani walikuwa wanaenda kuapproach namna ya kufika na pengine kuchukua hilo kombe. Ukiangalia Simba kwa mara ya kwanza ilipiga hatua kubwa miaka kama 7-8 iliyopita 2019 kama sikosei 2018-19. Ilikuwa ni step ya kwanza quarter final. Si ndivyo? Baada ya pale imepita misimu mingi ambayo kwenye hiyo misimu mingi walikuwa na uwezo wa kufanya chochote. Kati ya hivyo kitu chochote kulikuwa kuna semi final labda tuseme misimu 2, kufika final kwa uzoefu, kwenda kutafuta uzoefu final labda misimu 2 ya kutafuta kombe na uchukue. Nafikiri hiyo misimu yote ilikuwa inatosha. Na mchezaji aliyozungumza hapo alikuwepo uwanjani Shomari Kapombe, si ndivyo? Kwa hiyo misimu yote 7 aliona tulishawahi kufika robo finali misimu 7 iliyopita. Kwa nini grafu yetu imebaki pale pale? Imeendelea tu kuwa stationary, haipandi tena zaidi ya quarter final, kwa maana kwamba hawafiki nusu finali, hawafiki final kwenye Champions League. Hapo sijazungumzia Confederation. Hilo swali hiyo kwa nini sasa ndio imekuja na hilo aliloli sasa kwa sasa kwamba wanapaswa kwenda kulitafuta hilo kombe. Yes, ni hatua moja zaidi ya ambayo hawajawahi kufika, kwa sababu wanapaswa kwanza kufika nusu finali, si ndio? Lakini inatokea kwenye mpira timu inaweza isiyo haijawahi kufika nusu finali na ikaenda kachukua kombe, si ndivyo? Kwa hiyo nafikiri Kapombe yupo sahihi, yeye kwa upande wake akiangalia ana uzoefu huo anao, si ndivyo? Kwa sababu timu zote ambazo zimeshachukua hilo kombe na ambazo kwa msimu pia zinawania kashawahi kucheza nazo. Kwa hiyo anajua mashindano yapo vipi. Lakini ukienda kumuuliza Ladak Chasambi ataenda Ladak atakwambia kwanza nahitaji labda quarter final au atasmile kama ni atasmile kama ulivyosmile wewe. Lakini kwa Kapombe sishangae kwa sababu kwanza yeye ndo captain hawezi ku aim lower than hivi pale inawezekana kama amezungumza kama captain ama ameuzungumza uhalisia. Unajua ukiwa kama baba kuna muda unatakiwa useme kila kitu kiko sawa wakati kuna vitu haviko sawa. Pale inawezekana kesho hapa unajua kesho kwa moto lakini unasema kila kitu kipo sawa ili kuhakikisha vijana wako wanakuwa wametulia. Pale amezungumza kama captain au ameuzungumza uhalisia ambao upo ndani ya timu kwamba wana squad ya kutosha wako wele ya mwalimu ndio uhalisia. Yani kuna uhalisia wa Simba kuchukua klabu bingwa msimu kwa jinsi ambavyo umeanalyze so far, japokuwa kumekuwa na ingizo jipya la mwalimu. Ukitoa Pyramids timu zote zilizobaki ni kama Simba, kwa sababu tatizo lililopo Simba ni nini? Nimebadilisha kocha, si ndivyo? Hilo tatizo lipo Ahli, si Rivero juzi tu katoka kufukuzwa, si ndio? Hilo tatizo lipo Sundowns, yule Miguel Cardoso hana misimu 2. Hilo tatizo lipo nani contender mwingine ambaye tunaweza tukasema lipo Wydad, ndo siseme hilo kila mwezi sijui lipo na timua, lakini hilo tatizo pia lipo kwa kina Esperance au de Tunis, si ndivyo? Ukimtoa Pyramids ambaye sasa hivi ndo tunasema ndo timu ambayo kidogo ipo stable, labda na Berkane kidogo, hizo ndo timu ambazo kwa kiasi fulani ziko stable, lakini wengine wote ni contenders lakini wana matatizo yanayofanana na Simba. Kwa hiyo mimi Simba akiniambia au mtu yote ndani ya Simba akiniambia ana aim kufika CAF final au kuchukua CAF final, mimi namuelewa, ni aim nzuri kwa sababu basi wakikosa hiyo CAF final watakuwa wamefika semi finali ambayo ni hatua kubwa nyuma yao. Okay. Wewe squad unaionaje Simba? Ukiwapima kwenye hii target ambayo ameizungumza Kapombe. Nafikiri wana squad ambayo inaweza ikawashindani, lakini bado nafikiri it's too early kwa sababu wale maingizo mapya sio kwamba wote wameshaonesha kile kitu ambacho tunaweza kusema okay huyu anatakiwa kuwa regular starter. Yani bado hawaja fit kabisa ile direct kwanza kuwa regular starters kwenye team, lakini pia squad as a whole bado kumekuwa kuna mpishano, atacheza huyu. Kwa hiyo nafikiri tukipata muda kidogo wa kujua Kante akiwa kwenye pika anafanyaje, Nabi Kamara akiwa kwenye pika anafanyaje, Jonathan Soa akiwa yani yeye labda ndo mshambuliaji nambari 1 pale anafanyaje, na maingizo mapya kina Rushain tunaona taratibu ameanza kujisimentia nafasi zao, lakini so far ukiangalia squad as a whole walikuwa ni good players huko walikotoka, ndio maana amekuja ndani ya klabu ya Simba. Lakini sasa ulikuwa huko umekuja ndani ya Simba ambako unatakiwa utimize ndoto as a team, so wewe kama wewe
wana individuals wazuri ambao ni washindani, lakini sasa ni kazi sasa ya mwalimu na uongozi na kila mtu ambaye anahusika kuhakikisha Simba itakuwa kwenye temperature nzuri ya kuhakikisha wanakiota ama kukitimiza kile ambacho wanakiota. Okay, sawa. Sisi tunaendelea kuzungumza ya kimichezo hapa. Fahamu Super Sport ya PMBet inaweza kukupa Toyota IST kila baada ya wiki 5. Nenda katengeneze mikeka, nenda kabashiri, nenda kazitumie zile options ambazo wamekuwekea PMBet, zote zile ambazo zinaweza kufanya wewe kuwa mshindi, ili tu uingie kwenye leaderboard ya kila wiki ya PMBet na ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kushinda Toyota IST. Cheza mara nyingi zaidi. Mkeka ukichanika, mimi napendaga kusema hivi, mkeka ukichanika usijali, tengeneza mwingine. Mechi zipo nyingi za kutosha sasa hivi. Kwa hiyo huu ukichanika, we move. Tuanze kulalamika au tunabaki kustaki kulalamika kwamba huku imekuaje. Hapana, tufanye hivyo. Once again, ni www.pmbet.co.tz ama ni kwenye *149 *23 alama ya reli. Na kwa wakati huu hapa basi sisi tunaenda mapumziko mafupi. Utakaporejea hapa tunaenda kuanzia ndani ya Young Africans. Ally Kamwe amezungumza na wachezaji au amekisema kile ambacho wachezaji wanatakiwa kufanya. Ni kitu gani? Tutakuwa pamoja hapa tukijadili. Twende break fupi.